أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما بعد zan katika imani, kama ilivyo ada yetu, baada ya swala ya dhuhuri tunapata mawili matatu kwa mambo ambayo ni yenye kufungamana na dini yetu, na tukizungumzia mambo ambayo yanapelekea mtu kuharibu Uislamu wake au mambo ambayo yanapelekea mtu kumtoa katika Uislamu au pengine hayamtoi lakini likapunguza imani yake, likapunguza tauhidi yake kwa Allah tabaraka wa taala. Katika mambo ambayo ni yenye kumtoa mtu katika Uislamu, tulizungumza jambo la kwanza ni ukafiri, na jambo la pili ni ushirikina ambao tumeuzungumza, na kwa sasa tunazungumzia mambo ambayo yaliyoenea katika jamii za Waislamu na hukumu zake. Tulizungumzia jambo la kisomo, ruqya ama zunguo, na jana tukazungumzia tamaim, hirizi. Tukasema kwamba hirizi zimegawanyika katika sehemu kuu mbili. Kuna hirizi inayotokana na Qur'ani, mtu akachukua Qur'ani akaziandika, kisha mtu akavishwa mtoto ama yoyote ama mahala popote. Tuliona kwamba jambo hili halifai kwa hoja ambazo tulizozitoa katika kalima ya jana, kwamba ni jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakulifanya wala masahaba pia hawakuwa ni wenye kulifanya, bali walishikamana na mafunzo ya Mtume katika kujipelekea ulinzi, kama tulivyoona katika siku ya jana. Na aina ya pili ya hirizi ni hirizi ile inayotokana na mambo mengine sio kwa Qur'an. Huwa maakana min ghairi al-Qur'an, ni ile ambayo iliyotengenezwa sina Qur'an, kama tulivyoelezea jana. Mimma yuallaqu ala al-ashkhas, ambazo wanavaa watu, kalhirzi wal'idham waljulud walwada' walkhuyuq walni'al walmasamir wasma'i aljinn wattalasim, fahadha muharramun qat'an. Zile zinazovaliwa kwa watu ikiwa imetengenezwa na mfupa au ngozi au uzi au viatu au misumari au ambazo zimetengenezwa kutokana na majina ya majini na talasimu, hizi vyote hivi ni haram. Wa huwa min ashirki al-asghar, ni katika miongoni mwa shirki ndogo. Wa qad yakunu min ashirki al-akbar, lakini pia inaweza ikawa ni katika shirki kubwa, bihasbi i'tiqadi sahibi bihi, kwa namna ya mtu ule mvaaji atakavyoitakidi kwamba hizi hirizi zinazotengenezwa na kitu kingine isiyokuwa Qur'an, iwe ni ngozi, iwe ni mfupa, iwe ni uzi, iwe ni kitambaa, msumari na vinginevyo, hivi ni haramu moja kwa moja, na ni katika ushirikina mdogo ambao haumtoi mtu katika Uislamu, isipokuwa unaipunguza imani yake, imani na kuwa pungufu. Lakini wakale yakuni pia huenda ikapelekea mtu akaingia kwenye ushirikina mkubwa. Hiyo hirizi inaweza ikamuingiza kwenye ushirikina mkubwa, ambao ushirikina mkubwa unamtoa mtu katika Uislamu kwa kadri ya imani yake aliyovalia ile hirizi. Ile imani yake aliyokuwa nayo katika ile hirizi ile ndiyo itakayompelekea awe ni mshirikina mkubwa, ikiwa ataamini kwenye hirizi ile kwamba ile hirizi yenyewe kama hirizi ndio inayomlinda, ndio inayomuondoshia matatizo, ndio inayomkinga. Hirizi kama hirizi, huyo atakuwa ni mshirikina, ushirikina mkubwa wa kumtoa katika Uislamu.
Lakini ikiwa anaivaa ile hirizi kwa kuitakidi kwamba Allah ndo anayelinda, Allah ndiye anaondoa, hii ni kama sababu. Hiyo sababu ni sababu ya haramu, haifai sababu hiyo. Itakuwa mtu huyo amefanya ushirikina mdogo, na ushirikina mdogo min akbaril kabair, ni katika madhambi makubwa. Umeitwa ushirikina mdogo si kwa sababu ni dhambi dogo, hapana. Usije ukaona kwa sababu umeitwa ushirikina mdogo basi ukaona labda ni kijidhambi kijidogodogo. La, haina maana hiyo. Ina maana ya kwamba umeitwa ni mdogo kwa sababu haumtoi mtu katika Uislamu, lakini ni katika madhambi makubwa na mazito. Lau kwamba mtu atakufa nalo dhambi hilo, basi Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kwenda kumwadhibu. Kwa hiyo ikiwa anavaa akiamini kwamba hii ndio inayonilinda mimi, basi na uwezo wa Allah, kwamba ile hirizi yenyewe ina nguvu na uwezo wa kufanya hivi, basi na msaada wa Allah na nguvu ya Allah, huyo ni mshirikina, tena ushirikina mkubwa wa kumtoa katika imani, katika Uislamu. Lakini sema hii ni sababu tu, sasa itakuwa huyo amefanya ushirikina mdogo, kwa sababu huyo sababu Allah haikubali, kwa sababu Allah tabaraka wa taala hajajalia haramu kuwa ni tiba, hajajalia haramu kuwa ni tiba. Kwa hiyo shirki hii ya kuvaa hirizi inategemea na imani ya mtu ambayo anaovaa, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi, yule atakayevaa kitu akakitegemea kwamba kimlinde. Amevaa bangili, katika hirizi ni mabangili ya watu wanaovaa ya Masai. Mtu anavaa bangili akiamini kwamba litamlinda yeye na matatizo. Huu ni ushirikina, akiamini kwamba lile bangili lina nguvu na uwezo wa kumlinda na kumondoshea matatizo. Huyo ni mshirikina, kama washirikina wengine wenye kuabudu masanamu, wenye kuabudu mizimu na miti na mawe. Lakini ikiwa amelivaa lile bangili akiamini hii ni dawa tu, si kwamba labda hii ina uwezo, mwenye uwezo ni Allah, hii ni sababu tu, tumwambia kwamba hiyo ni sababu ya haramu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameikataza. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna wakati mmoja alimkuta mtu amevaa bangili kwenye mkono, akamwambia mahia, hii ni ya nini? Yule bwana akasema minalwahina, hii nimeivaa kwa sababu ya matatizo ya majanga, unyonge. Mtume akamwambia anzia, ivue haraka. Lau kwamba utakufa wewe na hali ya kuwa iko kwenye mkono wako, hiyo hutofaulu milele. Kwa hiyo Allah, Mtume akatwambia sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi ambayo rawahu Ahmad wa Tirmidhi, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, man ta'allaqa shay'an, mwenye kutundika chochote kile, mwenye kuvaa chochote kile katika mwili wake, ama kwenye gari yake, ama kwenye duka lake, kwenye sehemu yake ya biashara, kwenye nyumba yake, wukila ilaihi, anaachwa nacho. Anaachwa nacho bimaana Allah tabaraka wa taala hamuangalii, hamtizami, wala hamsaidii kwa chochote. Anamwacha, wewe si unategemea hiyo hirizi ndio ikusaidie, ikuletee wateja, sio? Haya, hiyo hirizi na ikuletee wateja, hiyo hirizi na ikuletee wateja. Hiyo hirizi leo na ikupe samaki. Maana kuna wavuvi ni washirikina sana, wanaamini kwamba bila kufanya ushirikina hawavui, bila kufanya ushirikina hawavui. Ndio imani yao walioiweka hivi. Sasa hao ni washirikina ambao waliotoka kwenye Uislamu. Wana maisha sasa bwana, bila kuroga bwana hufanikiwi. Maisha sasa bila kwenda kwa mtaalamu bwana kutoboi. Huyo ndio ni mshirikina, awe anaswali, awe anafunga kwenye Uislamu hayumo, kwa sababu anaamini zaidi kwenye shirki kuliko kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo shirki katika hirizi
man ta'allaqa tamimatan faqad ashraka, mwenye kufunga hirizi amemshirikisha Allah. Kuna shubha ambayo inayoshikiliwa na baadhi ya watu wenye kuluzisha hirizi. Shubha ni mtu kuleta hoja za utatu ambazo kwa mtu asiokuwa na elimu, mtu wa kawaida, zinamchanganya na anachanganyikiwa na anaweza akaamini. Wana kisa cha uongo wanachokitoa cha Nabii Yusuf, kwamba Nabii Yusuf baba yake mzee Yaqub alirithi kanzu. Na uongo wake uko wapi? Tutauona kwamba mzee Yakubu alirithi kanzu, akawa yuko na kanzu ile ya unabii. Alipomzaa Yusuf, kanzu ile akampa Yusuf, lakini si kanzu ambayo alimpa akamvisha. Ni kanzu ambayo aliikunja akatengeneza kibomba kinachotokana na fedha. Kibomba kinachotokana na fedha, kisha ile kanzu akaingiza ndani ya kibomba, kisha akamfunga nayo Yusuf, akimlinda kutokana na nini? Na kijicho. Swali la kwanza, Nabii Yusuf kijicho kilimpata ama kikumpata? Kilimpata. Ndugu zake walimdhuru, walimtupa kisimani. Haya, hiyo hirizi aliyofungwa nayo na baba yake haikuona ikumtetea ikamsaidia. Kwanza ni uongo. Haiwi kwa mtume wa Mungu kufanya mambo kama haya hata siku moja, kwamba mzee Yaqub achukue kibomba kilichotengenezwa na fedha, kisha ichukue kanzu iingize mle ndani. Hiyo kanzu kwanza ni ya mdoli ama ya mtu? Hiyo kanzu ni ya vipi kwamba iingizwe kwenye kibomba alafu afungwe nayo shingoni? Itakuwa ni jibomba ama kibomba? Sasa hiyo kanzu ni ya mdoli ama ni kanzu ya wale watoto wanaocheza, watoto wakicheza zile michezo yao wana michezo yao, watoto wanacheza, wanatengeneza mdoli wakamtengeneza nguo wakashona, labda hicho kwenye kanzu ni kama hicho. Kwa maana hiyo ni kanzu design gani ambayo itakayoingizwa kwenye kibomba alafu kita mtu akavalishwa? Kwa hiyo ni uongo umetengenezwa, kwamba mzee Yakubu ile kanzu akaingiza ndani ya kibomba ambacho kimetengenezwa na shaba, kisha akamvisha Yusufu kimlinde na kijicho. Sasa mbona ilishindwa kumlinda? Sasa ndugu zake wakamhisidi, wakamtesa na kumwingiza kwenye kisima. Alafu kitu cha pili, haiwezekani kwa mtume kujihusisha na mambo ya ushirikina. Alafu kitu cha pili, sisi hoja yetu ya dini haipo kwa manabii waliopita. Tendo alilofanya nabii aliyopita kwetu sio hoja, ila ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam amelipasisha, amelipitisha na hilo, hapo ndio itakuwa ni hoja kwetu, kwa sababu kila umma una sheria zao. Minkum shir'atan wa minhaja, kama hii aya ilivyosema. Nimeisoma mwisho hapa kwamba Allah tabaraka wa taala kila katika sisi amewaekea shir'atan, sheria, wa minhaja, na mwongozo, manhaji. Kwa hiyo manhaji ya mitume waliopita, yani sheria zao, dini ni ile ile, imani ni ile ile, tauhidi ni ile ile, lakini kwenye sheria tunatofautiana mambo mengi sana. Zamani ilikuwa mtume anatuambia utitu 5, nimepewa mambo 5, lam yuqahunna ahadu qabli, hakuna yote aliyopewa hayo mambo 5 kabla yangu mimi. Miongoni mwa hayo asema, mimi nimepewa ushindi kwa kupewa uoga, hofu maadui zangu, mwendo wa mwezi mmoja. Mimi nikiwa hapa, adui ikiwa ni masafa ya mwendo wa mwezi mmoja, uko alikokuwa anaogopa. Lakini mimi nimewekewa kwamba ardhi hii kwa ni tahara, maana popote swala ikinikuta mimi na swali. Zamani ilikuwa hivyo hivyo. Lakini pia kitu kingine nilichopewa mimi ni kwamba ngawira ni halali. Zamani ilikuwa sio halali. Ngawira ni mali zinazopatikana katika vita.
ni halali watu wagawane. Zamani huo, zama zilizopita kwa mitume wengine ilikuwa sio halali, zinachomwa moto na mambo mengine ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amepewa hakupa mwingine yoyote kabla yake. Kwa hiyo kwanza ifahamike kwamba utaratibu wa mitume uliopita na utaratibu wetu tofauti, na ndio maana Mtume akakataza kuvaa hirizi iwe imetengenezwa kutokana na kitu cha aina yoyote, bali akamkuta mtu amevaa bangili akamwambia ivue haraka, ukifa katika hali hiyo hutofaulu. Na akazungumza hadithi mbalimbali, man ta'allaqa tamiman faqad ashraka. Kwanza ni uongo, tujalie kwamba labda ni kweli, hiyo ilikuwa kwa wao. Na ndio maana katika zama zilizopita sijda ilikuwa ya mtu anasujudiwa, lakini zama zetu Mtume akasemaje? Law kuntu amur ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha. La ingelikuwa mimi na amri ya kumwamrisha mtu amsujudie mwenzake, ningelimwamrisha mwanamke amsujudie mumewe kwa ile haki ya mumewe aliyokuwa nayo na heshima aliyokuwa nayo. La yanhanu ahadu li ahadin, asimwinamie mmoja wenu yoyote kumwinamia mwenzake, kwa sababu hiyo ni unyenyekevu unaomstahiki Allah tabaraka wa taala. Lakini wakati wa Yusufu fakharu lahu sujada, wakamsujudia baba yake na mama yake na ndugu zake. Walifanyaje? Walimsujudia nani? Yusuf. Sijda ya heshima. Je, sisi tunafaa kusujudiana? Sasa tusujudiane kwa hoja kwamba baba yake Yusuf, mzee Yakobo na mkewe na watoto wake walimsujudia Yusuf na sisi tunasujudiana. Yafaa? Haifai. Malaika walimsujudia kwa wetu Adam, sijda ya heshima. Je, sisi tunakumheshimu mtu msujudie? Kwa hiyo sheria zilizopita huko nyuma kwa mitume waliopita na sisi tofauti. Labda sheria hiyo iwe imekuja kuahidiwa na Mtume, amekuja kuyuhisha na kuipasisha kwetu, ndio itakuwa ni sheria na inafuata. La sivyo itabaki huko huko, sisi ituhusu. Sijida ni shirki, kumsujudia mtu ni ushirikina, na mwenye kumsujudia mtu kinyume na Allah amefanya ushirikina. Lakini huko nyuma alikuwa sijida hazipo. Kwa hiyo hii sio hoja kwamba eti mzee Yakobo alitengeneza kibomba akaingiza kanzu ile akamvisha Yusufu imlinde na kijito. Kwa hiyo kuna watu wanatetea hirizi kwa hoja kama hii ambayo ni tafia, hoja ambayo nyepesi, si hoja ya kielimu, ni hoja ya kiakili. Kwa hiyo yale ambayo kwamba yaliopita nyuma, yale sisi hayatuhusu. Inawezekana kipindi hicho yakaruhusu na kipindi hicho yakakatazwa. Kwa hiyo sio hoja ya uhalali wa hirizi. Hirizi ni haramu. Mtu mwenye kuvaa hirizi ukila ile ataachwa nayo, yani ataachwa hiyo hirizi ndio imtatulie na ndio imtengenezee. Je, hirizi inaweza kukutatulia wewe ukiachwa nayo? Kwa hiyo haifai. Kwa hiyo asema mawqiful muslimi min arruqa wa tamaimi wa ashirikiyya, msimamo wa Muislamu kwa hivi visomo hivi na hizi hirizi za kishirikina, visomo vya kishirikina, hirizi za kishirikina, baada an awdahana, baada kwamba tushaweka wazi anna min arruqa wa tamaimi ma huwa shirk, kwamba zile visomo na hirizi ambazo ni za kishirikina, wajaba alaina, basi ni wajibu juu yetu an na'rifa mawqifa almuslim min hadhihi alashya, muislamu kufahamu juu ya vitu hivi, li'annahu min awjabi alwajibi, kwa sababu ni katika mambo muhimu ala almuslim almuhafadhati ala aqidatihi. Ni muhimu muislamu aihifadhi itikadi yake, aihifadhi imani yake, mimma yufsidha, kutokana yale ambayo kwamba ni yenye kuiharibu imani. Kuwa makini muislamu, au yakhindu biha, au yale ambayo kwamba yanayopenya kwenye imani ya muislamu yakenda kuiharibu au kuitilia taka. Fala yataata ma la yajuzu min aladwiya wa alayhi an yabtaida an tilka alruqa wa tamaim, asije akachukua yale ambayo kwamba yasiyofaa katika dawa,
wa alayhi an yabta'ida an tilka ruqa wa tamaim shirkiyya, natakiwa muislamu ajiweke mbali na hivyo visomo vya kishirki na hirizi za kishirki, wa yuhadhiru minha, na achukue tahadhari, wala yadhhaba ila wala asiende kwa hao khurafiyin ambao ni kutengeneza hirizi hizo, washawadhiyin washaudhiyin, liyualija indahum, asiende mtu kwa hao ambao kwamba wenye khurafati, ambao wana shaawadhati, mambo yasioeleweka, eti kwenda kutibiwa juu ya maradhi yao. Liannahum, kwa sababu wao, yumariduna qalba, wataufanya moyo wake uumwe siku zote. Wasakajiona kwamba umepona, lakini bado moyo haujapona, kwa sababu moyo umeuhusisha na nini? Na ushirikina, na itikadi inakuwa imechafuka. Waman tawakkala ala Allah kafa, na yule mwenye kumtegemea Allah basi Allah anamtosha. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, katika mambo yenye kumtoa mtu katika Uislamu ni ushirikina, ambao ndani yake kunapatikana mambo haya mahirizi. Hirizi inaweza ikampelekea mtu kutoka katika Uislamu kabisa. Allah tuhifadhi, atulinde na yale ambayo kwamba ni yenye kumchukiza, na tuongoze na tudumishe katika yale ambayo kwamba yanakufurahisha. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam.